Neno la mwisho naambiaje Simba Mangungu, usijiamulie mambo. Usijiamulie mambo. Utakuwa utulie kwanza. Sasa hivi kuna purukushani za jezi, kuna purukushani za usajili, kuna purukushani za Simba Day. Yeye alichokitaka kwa achane nacho kwanza. Hapo tu ndo naomba Mangungu achane hizo habari. Tunataka wala wasanii wetu wote tuliowapoteza walioondoka wote warudi. Mbosso. Mario, Mbosso yupo. Mario mtu wetu. Au sio bwana? Meja mtu wetu. Platnumz mtu wetu. Yaani wawepo wote pale masinia. Ila wote wako upande wa pili. Wameenda upande wa pili, ila sasa sijajua Mario safari atakuwa kule au atakuwa huku. Mimi nilikuwa natamani awepo huku. Changamoto mimi nilichoona mwenyekiti, kuna engo fulani unaweza ukamuelewa na kuna engo fulani unaweza usimuelewe. Kwa namna gani? Yaani tuna jambo letu wiki hii nzima mpaka tarehe 8. Mwenyekiti atakuwa tulie. Sijui umeelewa vizuri. Mwenyekiti atakuwa tulia kwanza tumaliza jambo letu ndo aitishe vikao vyake. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Sidela kwaje kaka? Bwana fresh, mambo vipi? Fresh kama kawaida. Alright, mambo yanaendaje? Bana mshukuru Mwenyezi Mungu, sijui kiupande wako. Fresh. Amani. Nakushukuru sana. Jezi mpya umeziona? Jezi mpya tumeziona, ziko sawa sawa, jezi zina tatizo lolote. Jezi hizi zilizopita na za msimu hapa, utofauti wako umeona uko wapi kwenye designing na kwenye ubora pia? Jezi safari zimeua. Haijawahi kutokea. Yaani jezi anazovaa mtu wa Simba sasa hivi, sasa anavaa mtu wa Barcelona. Yeah. Wewe ziko sawa kabisa kweli? Zipo sahihi. Nilitamani leo nikuone nayo. Sasa nimeweka banka kwa sababu ya siku ya Simba Day. Ya. Nimeweka special. Nimechukua zote tatu. Blue, nyekundu na nyeupe. Na nyeupe pia. Ya. Sawa. Namna ambavyo sasa hivi kitu kinachoendelea kwenye uongozi lakini kwenye klabu yenu inaleta taswira mbaya sana, na hivi ni vitu ambavyo tumezoea kuviona tangu misimu nyuma iliyopita. Changamoto inakuwaga ni nini bwana Sidi? Changamoto mimi nilichoona mwenyekiti, kuna engo fulani unaweza ukamuelewa na kuna engo fulani unaweza usimuelewe. Kwa namna gani? Yaani tuna jambo letu wiki hii nzima mpaka tarehe 8. Mwenyekiti atakuwa tulie. Sijui umeelewa vizuri. Mwenyekiti atakuwa tulie kwanza tumaliza jambo letu ndo aitishe vikao vyake. Sijui umeelewa vizuri ndugu mwandishi. Kwa sababu gani? Hili swali litavuruga watu kwa sababu tuna jambo letu, tunauza jezi. Jezi ziko sokoni, au sio bwana? Tuna jambo letu la Simba Day. Tuna ngao ya jamii. Wangeacha mpaka utaratibu mzima ngao ya jamii malizike, Simba Day ishe, au sio bwana? Ndio sisi tufanye mambo ndio hakikishe mkutano wake. Lakini hili swali lafanya kweli hapa kapu Yanga hapa. Sasa kwa nini inakuwa mapema namna hii? Ndio maana kwambia hapa kapu Yanga. Kwa sababu gani? Ili swali litakuwa liishe. Mlolongo mzima upo kwenye katiba, sawa, wewe una mamlaka ya kufanya hivyo, lakini sikilizia kwanza, usijiamulie tu mambo. Umenielewa sio vizuri? Usijiamulie mambo kwa sababu Simba ipo. Na hiyo mikutano yako utaifanya tu. Tuna mlolongo wa Simba Day, tuna mlolongo wa ngao ya jamii. Yeye atakuwa tulie kwanza, au sio bwana? Asikilizie, angalie kumetulia, mambo yote yashaisha ndo akitishe mikutano yake. Hapa kole kakosea kwa hili. Hivyo vingine leo kuna kuitisha mkutano alikuwa iko sahihi, lakini hii swala atakuwa watu wana jambo lao. Baadhi ya wadau wengine wanasema kwamba labda huenda akawa anatumwa ama anatumika. Hii kwako iko? Hilo nao linawezekana kwenye engo hiyo. Inawezekana. Kwenye engo hiyo inawezekana kwa sababu kutumika kwa mtu mzima anaweza kutumika. Kwa sababu mimi nimeshangaa. Yanga wanafanya mkutano wao. Ghafla wao umeenda kule, umeenda kulizua. Wai! Kwa nini inakuwa hivi? Ndio maana mimi nasemaje kuna vitu hivi vinafanyika kwa upande wa pili wote kwa anatumika. Yeye atakuwa anatumika yule. Kwa sababu gani? Yanga wana mkutano wao. Wewe Simba wana jambo lao la kuuza jezi na Simba Day. Haikupaswa kwamba yeye Mheshimiwa Mangungu aingie kule atengeneze mkutano kwa sababu swali liishe ndio afanye mikutano ile pale. Aikitisha watu wafanye mkutano wake. Yeye Mangungu ndio wakosea. Kuitisha mkutano sio tatizo. Tatizo hapa katikati kuna kitu gani kinafanyika kwa Simba? Wewe angeitisha wakati mwingine sawa. Angeitisha wakati mwingine swali hili liishe afu ndio aitishe mkutano wake. Kwa ndio kitu ambacho kinawapa imani labda na Simba kuna kitu sio kizuri kinacho. Haipo sababu atakuwa anatumika yule.
Bado miezi mitatu amalize, unatamani kuzungumza nini kwenye uongozi wake? Mimi nilikuwa natamani vipi, japokuwa Mangungu haiko sahihi kwenye uongozi wake, au kama haipo sahihi, mimi naomba tu apumzike, aachane na hili Simba, apumzike, kwa sababu watu hata kama akifanya mazuri watu hawana imani naye tena. Sio, umeelewa vizuri? Hata kama atafanya mazuri watu hawana imani naye tena, kwa sababu tayari kule mioyo ya wana Simba Mangungu hayupo. Yeah. Kabisa Side. Sahihi kabisa. Hayupo kabisa. Hayupo kabisa kwenye moyo yetu, hata kama akifanya mazuri. Na ndio maana nakwambia Mangungu atakuwa ajitahadhari sana kwa issue anayotaka kuifanya yeye hapo. Ajitahadhari na Simba. Sasa msimu huu kama inawezekana achie tu ngazi. Asijichanganye. Nakwambia Yanga usijichanganye. Ile timu hujui iko kule. Sisi tumeficha vitu vyetu. Timu yao hajaiona na wazee wengi kishenzi. Hujui mtu kasajiliwa juzi mzee na miaka 39. Nani huyo? Yanga hao. Ana miaka 39 wale walomsajili. Sisi tunamjua bana, yule Ngoma kaza kucheza mpira kitambo. Kwa hiyo wao usiangalie kwamba timu yao iko vizuri, pale kwenye pitch ndio pataongea. Tuzima da. Ndio nakwambiaje? Zanzibar ndio itaongea vizuri. Na safari hatuna tataki mambo mengi. Zanzibar tunakwenda kule tarehe 12. Ndio. Kuna masteka wawili watakuwa waje, ni kuna namba 6 na namba 9 mwingine. Yaani yule mchezaji wetu Dumbia hawezi kutokufika kwenye nchi ya ahadi. Kwa nini? Leo namkataa? Simkatai, ila hatoshi. Sasa tuna michuano mingi. Hatoshi, tuna michuano mingi. Anakuwa ongezewe mtu mbadala. Au sio bwana? Yuko na mwalimu? Mwalimu hayupo. Mwalimu sisi tumemkataa. Selemani hayupo. Kwa aongezewe mtu pale katikati. Kitu gani ambacho nakitamani ukione zaidi kwenye siku ya Simba Day, ukiachilia mbali yale matukio ya nyuma aliyopita? Kwa sasa hivi natamani uone nini mwana Simba? Mimi natamani wale vijana wetu wote wasanii wetu tuliowapoteza wote walioenda upande wa pili warudi. Kama mjomba hujui? Mimi sijui. Wewe hujui kweli? Tunataka wale wasanii wetu wote tuliowapoteza walioondoka wote warudi. Mario, Mbosso yupo. Mario mtu wetu, au sio bwana? Meja mtu wetu. Platnizi mtu wetu. Yaani wawepo wote pale masinia. Ila wote wako upande wa pili. Wameenda upande wa pili, ila sasa sijajua Mario safari atakuwa kule au atakuwa huku. Mimi nilikuwa natamani awepo huku. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Neno la mwisho? Neno la mwisho naambiaje Simba Mangungu, usijiamulie mambo. Usijiamulie mambo. Utakuwa utulie kwanza. Sasa hivi kuna purukushani za jezi, kuna purukushani za usajili, kuna purukushani za Simba Day. Yeye alichokitaka kwa achane nacho kwanza. Hapo tu ndo naomba mimi Mangungu achane hizo habari. Achane na hizo habari. Sisitize tena. Asikurupuke, achane na hizo habari kwanza. Atulie kwanza, angalie kuna issue gani inafanyika mbele ya Simba ndio aitishe kikao chake. Basi. Bana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.